Bwana mwalimu, hongereni kwa matokeo. Asante. Na unadhani leo mliweza kufanikiwa wapi kuweza kuwawini Golden City? Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza mchezo huu salama nikiwa sijapata injury ya mchezaji yoyote. Hilo la kwanza. La pili, kupata matokeo japokuwa hii ni dakika 45, bado dakika za kipindi cha pili. Kwa hiyo tunaweza kusemea sana katika kipindi cha kwanza hiki kama tumekicheza, yeye ni kurudi katika uwanja wa mazoezi kuboresha hali mazuri na hali mabaya pia tuweze kuyafuta ili tuweze kuendelea kupata ushindi katika mechi ya mpira kwa dakika 90 za mwisho, na ninaamini tutafanya hivyo kwa sababu nimeangalia wapinzani wanacheza na timu nzuri, wanacheza kutokea chini. Kwa hiyo niangalie mazuri yetu ambayo tumeyafanya, tuongeze na mabaya yetu pia ambayo yanajitokeza kwa leo tuweze kuyarekebisha. Tuangalie na madhaifu ya wapinzani tuweze kutumia kupata matokeo kwenye mechi inayofuata. Naam, lakini pia tumeona nyinyi watani au ni dabi ya Chunya unapenda kuiita. Unahisi ni sehemu gani ambayo umeweza kuwatambua watani wako vizuri na unajua kwamba wapi nikiwagusa hawawezi kutoboa? Kwanza mnaga dabi rahisi. Dabi yoyote inapotokea lazima kuna mkutano wa vita, jasho na damu. Lakini nawapongeza sana wachezaji wangu kwa kupata maelekezo niliyowapa kama kocha na mweza kupatia matokeo. Tunaelekea kwenye mchezo wa raundi ya pili. Unaongoza kwa pointi 3 mkononi. Una pointi 3 zingine za kugombania. Je, una nini cha kusema? Napenda kuahidi mashabiki pia wa Jomendezi wajitokeze kwa wingi waweze kutusapoti. Sisi tupo kwa ajili ya kupambania timu yetu na tutahakikisha kwa kadri za Mwenyezi Mungu tunaweza kufanya vizuri katika mechi inayofuata, kwa sababu hizi mechi za mtoano haijalishi ulishinda au mechi inayofuata inakuwa mechi tofauti kabisa. Kwa hiyo tutaingia na game plan kulingana na mechi husika, tukiwa na faida ya goli moja nyumbani, kwa tutarekebisha kwa ajili ya kuweza kupata matokeo ya mechi inayofuata. Basi natakia kila la heri. Asante.